niwapongeze sana ofisi ya msajili wa hazina kwa kazi kubwa ambayo wamefanya na mafanikio makubwa ambayo tumeyapata mwaka huu katika maeneo mawili. Kwanza ni kuongeza mchango wa mashirika ya umma katika mapato ya serikali, ambapo mwaka kama unavyokumbuka tuliweza kufikisha trilioni 1. Lengo la serikali ni kuona kwamba mashirika ya umma yanaendelea kuwa sura ya serikali katika utoaji wa huduma, public service, lakini pia kuwa sura ya serikali katika uwekezaji wa umma, yani public investment. Na nataka tuhakikishe kwamba mashirika ya umma yanaendelea kufanya vizuri katika maeneo hayo mawili. Ili afanye vizuri, tunafanya mageuzi makubwa sana. Moja, katika utendaji wao, ili mashirika ya umma yaweze kuboresha na kuimarisha utendaji wao ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi, kwa sababu serikali inatoa huduma kupitia mashirika ya umma. Kama ni afya ni kupitia hospitali yetu, kama ni elimu ni kupitia mashule yetu, kupitia mavyuo vikuu yetu. Kwa hiyo ni eneo ambalo nataka tuliboreshe. Lakini la pili, mashirika ya umma ni sura ya serikali na sura ya umma katika uwekezaji wa umma. Serikali imewekeza takriban shilingi trilioni 90.6 kupitia mashirika ya umma, na tungetaka uwekezaji huu uweze kuzaa kwa maana ya kuendelea kujenga uwezo wa serikali katika kutoa huduma za kiuchumi, lakini pia kuhakikisha kwamba mashirika ya umma yanachangia kikamilifu katika pato la taifa. Kwa hivyo kupitia eneo hilo tunafanya mageuzi makubwa vile vile katika utendaji wa mashirika ya umma, lakini vile vile katika muundo wao, kwa maana institutional framework. Na kazi yangu kama waziri ni kuhakikisha kwamba tunasimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika mageuzi hao ambao wanayataka. Na kwa sasa kazi yangu kubwa ni kuwapatia hawa bwana sheria nzuri ya kusimamia uwekezaji wa umma, na tupo katika hatua za mwisho. Tunatarajia kwamba sheria mpya ya uwekezaji wa umma iweze kufikishwa katika baraza la mawaziri muda mfupi ujao, na hatimaye iende bungeni. Lakini muhimu sana ni kuona kwamba tunabaki na mashirika ya umma ambayo yanatija. Kama shirika la umma linafanya biashara, tungetaka kuona linafanya biashara kwa maana kama yanatengeneza faida, linatoa gawio sahihi kwa serikali. Mashirika ya umma ambayo yanapaswa kufanya biashara yatapewa muda, na pale ambapo yameshindwa kufikia vigezo, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yapo very clear, ama yaunganishwe na mashirika mengine ama yafutwe. Huo ndio mwelekeo ambao tutakwenda nao. Lakini mashirika ya umma pia tunapoenda huko mbele yatapewa vigezo maalum vya kiutendaji, wanaita key performance indicators. Hili ofisi ya msajili wa hazina imeshaandaa, inakwenda serikalini, na ikishapitishwa ndio itakuwa framework yao. Lakini pia tunao maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambao tutayasimamia, ni kwamba upatikanaji wa watendaji wa mashirika ya umma pamoja na wajumbe wa bodi za wakurugenzi wa mashirika ya umma watapatikana kwa njia ya ushindani, njia ambayo ni ya wazi ya ushindani. Kila Mtanzania mwenye sifa ataomba, atapitishwa katika mchakato ulio wazi wa kiushindani, ndipo aingie. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo tutakwenda kulisimamia na kuhakikisha kwamba linafanywa kazi. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba tunatoa na kuweka sheria ya kutekelezwa hilo, na kazi ya msajili wa hazina ikishapitia sheria, kazi yake ni kusimamia utekelezaji wake. Lengo langu ni kuona kwamba haya yanakamilika kabla ya tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026, kwa sababu mashirika ya umma haya na ofisi ya msajili wa hazina ni nyenzo muhimu sana ya kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo, ambayo utekelezaji wake unaanza tarehe 1 mwezi wa 7. Kwa mambo yote haya lazima yawe in place before tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hivyo kupitia kwenu tuwatangazie Watanzania kwamba mwaka ujao
tutaendelea kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kufanya mageuzi makubwa katika utendaji na muundo wa mashirika ya umma katika maeneo hayo ambayo nimeyataja. Lakini niweke eneo moja muhimu zaidi. Mashirika ya umma yamepewa jukumu moja kubwa sana: kusimamia uvunaji wa rasilimali za taifa kwa niaba ya serikali, iwe ni katika madini, iwe ni katika misitu, iwe ni katika gesi, kote huko. Kwa hiyo ofisi ya msajili wa hazina inasimamia kuhakikisha kwamba katika makampuni yote ya uwekezaji ambayo tunayapa jukumu hilo hapa nchini, serikali kwa niaba ya umma inakuwa na sehemu yake muhimu. Kwa hivyo, kwa mfano, sasa hivi tunao makampuni ya uwekezaji 9 kwenye sekta ya madini ambapo serikali ina share, na kazi ya msajili wa hazina ni kusimamia hilo. Na eneo moja ambalo ni maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais ni kwamba madini yetu yanayochimbwa Tanzania yasisafirishwe kwenda nje ya mipaka ya Tanzania bila kuongezewa thamani. Tunataka yaongezewe thamani hapa Tanzania, wanaita wenyewe wazungu benefication. Lengo lake moja ni kuongeza thamani ya madini hayo, ili tutakapoenda kuyauza tuyauze kwa bei nzuri na kuleta pato la Tanzania. Lakini pili, tusisafirishe ajira za Watanzania. Tukiongeza thamani hapa, maana yake tunaongelea swala la viwanda. Viwanda vijengwe hapa. Mungu ametujalia madini. Madini haya lazima yawafaidishe Watanzania kwa maana ya kuongeza thamani, pato la taifa na pato la mtu mmoja mmoja. Lakini muhimu zaidi, tujenge viwanda hapa ili vijana wetu wapate kazi. Hili ni eneo ambalo msajili wa hazina amekabidhiwa kulisimamia kupitia makampuni hayo 9 ya uwekezaji na mengine atakayokuja. Ni eneo gumu kwa sababu wenzetu wamezoea kwa miaka 50 iliyopita katika Afrika hii kuchukua madini yetu na kuyapeleka kwenda kuuza kwenye masoko ya huko duniani, na viwanda vinajengwa huko. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kwamba madini haya lazima yawafaidishe Watanzania. Sio bahati mbaya kwamba yaliwekwa katika nchi hii. Mungu alitupendelea, na upendeleo wa Mungu huo aliotupa lazima tuhakikishe kwamba tunawawekea Watanzania mazingira hayo wafaidike nayo kupitia kuongezewa kwa thamani. Kwa hiyo ni eneo ambalo mtaliona zaidi, ni eneo ligumu, linatuweka mazingira magumu na wawekezaji, lakini tutalisimamia. Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo na kazi yetu ni kulisimamia, na nimshukuru sana msajili wa hazina na timu yake. Wamejipanga vizuri katika kuhakikisha kwamba wanaweka mazungumzo vizuri na wawekezaji, watuelewe na waweke viwanda hapa ndani ya Tanzania. Itakuwa hivyo hivyo kwenye gesi. Ofisi ya msajili wa hazina inasimamia mazungumzo na uwekezaji mzuri katika mradi wetu wa LNG Lindi, mradi mkubwa sana wa gesi wenye uwekezaji wa dola za Kimarekani bilioni 42, nusu ya pato la Tanzania. Ni mradi muhimu. Tunataka kuona kwamba Watanzania wanafaidika na mradi huu katika hatua zote, kuanzia kwenye maandalizi, kwenye ujenzi wake na hatimaye kwenye uvunaji wa gesi, ili uifaidishe Tanzania, uwanufaishe wa Tanzania. Hivyo hivyo kwenye petroli na maeneo mengine yote ya rasilimali za taifa tutasimamia vizuri kupitia ofisi ya msajili wa hazina. Tuombe sana Watanzania waendelee kumpa ushirikiano Mheshimiwa Rais, waendelee kuipa ofisi ya msajili wa hazina ushirikiano ili wasimamie maeneo haya kwa niaba yao, ili nchi yetu iendelee kufaidika na katika maeneo yote ya kiuchumi. Kwa ujumla wake, ofisi ya Rais mpango na uwekezaji kupitia ofisi ya msajili wa hazina na kupitia mawizara mbalimbali katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumejipanga vizuri kuendelea kuimarisha mashirika ya umma haya 308 ili yafanye kazi vizuri, kwa maana ya kuboresha na kuimarisha huduma kwa Watanzania, iwe ni katika elimu, katika afya na katika maeneo yote, lakini muhimu zaidi katika uwekezaji, ili mashirika haya yaweze kusaidia taifa hili kuongeza kipato cha taifa na pato moja moja la Watanzania.